wa Tanzania na hasa katika korido hii ambayo reli yetu inapita, wajione wao pia ni wamiliki wa hizi reli au ni wamiliki wa hizi infrastructure zote ambazo reli zetu zinapita. Na tumemuomba kwamba katika matenda zote ambazo zinatangazwa na shirika, basi ni muda mwafaka sasa wa kushirikisha vijiji ambavyo reli hii inapita waweze pia kushiriki katika shughuli kadhaa. Kwa mfano, shughuli za usafi kando kando ya reli zetu, vijiji vyenyewe vikawa vinapata fedha au wananchi wa vijiji hivyo wakawa wanapata fedha, alafu wao pia wakawa ndio sehemu ya ulinzi wa miundombinu ya reli ambayo imejengwa kwa gharama kubwa na Watanzania. Jambo la 4 ambalo pia tumekuja kuzungumza kwa sehemu kubwa sana, Dar es Salaam ni moja ya jiji linalokuwa kwa kasi na ambalo linakisiwa mpaka ifikapo mwaka 2030 litakuwa ni moja ya majiji makubwa tunaita mega cities ambazo zitakuwa zinakuwa kwa kasi sana, na inatajwa kwamba ni moja majiji 7 Afrika yanayokuwa kwa kasi kubwa sana. Sasa kuna changamoto moja, kunazo changamoto za usafiri kwa ujumla. Kuna foleni kubwa sana. Je, foleni hii nini mchango wa TRC katika ku-unlock hiyo problem? Ndio maana nimekuja hapa leo kuweza pia kuzungumza kwa kina, na amenithibitishia kwamba mpaka sasa tayari kumekuwa kuna mipango ya awali chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuanza na masuala ya kuistadi namna gani wanaweza kujenga reli hii sasa ya abiria ambayo itakuwa inazunguka hapa kwetu Dar es Salaam, na itakuwa ni njia mojawapo ya kudecongestion magari mengi ambayo yanakuja ndani ya mji, lakini pia itakuwa ni njia mojawapo pia ya kufanya abiria wengi pia waweze kutumia reli, lakini pia itakuwa ni njia mojawapo ya kuhamasisha utalii ndani ya mji wetu, na pia itakuwa ni njia mojawapo pia ya kuwa manufaa pia katika vitu vingine. Kwa hiyo nimeendelea pia kumshukuru kwamba wazo la kuwa na reli ya kubeba abiria ya kisasa hapa ndani ya mji wa Dar es Salaam, hiyo ndio itakayoendelea kuprove kwamba Dar es Salaam sio tu jiji, lakini jiji linalokuwa kwa kasi na lenye miundombinu bora. Lakini jambo la 5 ambalo pia tumekuja pia kuzungumza naye ni masuala ya uharakishwaji wa ukamilishaji wa miundombinu ya reli kuingia bandarini ili kuweza kuchukua mizigo kupeleka kule Kwala. Tumeona moja ya jambo ambalo pia linalalamikiwa sana wenzetu wa Kigamboni na wengine wengi ni malori mengi kuwa hapa katikati. Lakini je, tuyaondoe malori? Haiwezekani, kwa kuwa pia yameajiri wenzetu ambao wanapata ujira kwa sababu ya malori hayo. Kikubwa kilichopo ni reli ichukue mizigo bandarini, ipeleke pale bandari kavu Kwala, na baada ya hapo malori mengi yanayotakiwa kuchukua mizigo hapo kuelekea mikoani, basi mizigo waichukulie pale Kwala. Amenithibitishia kwamba mpaka sasa tayari kuna asilimia kubwa za ukamilishaji wa jambo hilo. Kwa nitumia nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kusimamia hilo ili mji wetu uendelee kupumua kwa kuwa na magari ya kawaida, magari madogo na magari makubwa mengi, basi yakiwa zaidi kule Kwala kupakia mizigo, hiyo itakuwa ni jambo moja kubwa sana. Jambo la 6 ambalo ni kubwa sana, tumezungumzia kuhusiana kuendelea kusimamia mradi huu kama moja miradi inayotambulisha taifa letu, kama moja miradi inayothibitisha kukua kwa uchumi, na kama moja miradi ambayo itaendelea kudhihirisha kwamba Tanzania inakuwa kwa kasi. Tumesisitiza kuhusu muhimu wa kuendelea kuwa na watumishi waaminifu, watumishi waadilifu, na hapa kama mlivyoona kuna ushuhuda, mtu ambaye aliwahi kusahau mizigo yake na amekuja na kaikuta mizigo. Hiyo haiwezi kutokea kama haujawa na watumishi wenye mioyo sahihi, watumishi ambao wana uadilifu wa kiasi cha kutosha. Lakini in connection na hilo, kuendelea kuboresha mifumo ya upatikanaji wa tiketi, kuwekeza zaidi kwenye mifumo, na kama kuna tatizo lolote la kimifumo, basi tuweze kuwasiliana zaidi ili tuweze kulifikisha katika level za kiwizara na wenzetu waweze kulifanyia kazi. Na mwisho ni kuishukuru zaidi Wizara ya Uchukuzi, kwamba Wizara ya Uchukuzi chini ya Profesa Mbarawa, chini ya katibu mkuu wake, na chini pia shirika letu hili chini ya ndugu yetu Injinia Machibia, umekuwa kuna ufanisi mkubwa, na ambao pia wakati fulani imekuwa ni jambo ambalo wenzetu wa baadhi ya maeneo mengineyo wanashtuka pia kwa kasi kubwa sana maendeleo katika taifa letu. Sasa ili pia kuendelea kuwa na tija na jambo hili, lazima tuendelee kusimamia vizuri ili Watanzania wawe na faraja, na hata watu wanaotoka nje ya taifa letu waendelee kuona manufaa makubwa ya shirika hili ambalo ni mali ya Watanzania, lakini zaidi pia linajengwa kwa fedha pia za Watanzania, na zaidi pia linasimamiwa kwa nguvu na akili za Watanzania wenyewe. Baada ya kusema haya, nawashukuru sana na asante sana.
wasafiri na wanaotumia huduma zetu za usafiri wa reli, kwa maana kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Na lengo lingine alilokuja ni kuona utayari wa TRC kwenye swala la ujenzi wa reli za mjini, kwamba sasa tunakoelekea kama shirika ama kama nchi tuwe na uchukuzi wa njia ya barabara pamoja na njia ya reli. Kwa alikuwa na malengo yake makuu ya ziara hiyo, na pia alipata fursa ya kuongea na wajasiriamali mbalimbali, kwa maana miundombinu hii ya reli maana yake kubwa ni kujibu mahitaji ya watu, kwa maana ya jengo la station linajibu mahitaji ya watu matatu, kwa maana ya kulitumia kama jengo la usafiri, lakini pia linakuwa ni sehemu ya kuwawezesha wajasiriamali wetu waweze kuwa na maeneo ya kufanyia biashara, na pia ni sehemu ambayo tunaitumia kama kituo, kwa maana ya kutoa huduma za usafiri pamoja na mambo mengine ya kijamii. Kwa hiyo ndio ilikuwa ziara yake na yalikuwa malengo yake makuu, na sisi tuendelee kuhakikisha wananchi kwamba tutaendelea kutoa huduma bora, na kama kuna changamoto yoyote, kama kuna mwananchi anahitaji huduma hii tuiboreshe, ayafikie malengo yake na matamanio yake, tunampa fursa ya kutoa maoni yake kutumia mrejesho kama mfumo ambao tunapokea malalamiko ya wananchi, ama kutoa tu kwamba mimi nahitaji kutoa maoni yangu haya yatufikie. Hilo la kwanza. La pili, kwenye swala la reli za mjini, kama Mheshimiwa Rais alivyotoa maelekezo kwenye hotuba zake na ahadi zake wakati wa uchaguzi, sisi kama TRC tayari tumejipanga, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameshuhudia kwamba tulishakamilisha hatua za awali za upembuzi wa mradi huu, na tunaenda kwenye hatua ya pili ya mradi huu, na ifikapo mwakani tutaanza hatua ya ujenzi wa reli za mjini. Kwa hiyo sisi tumemkarimu Mkuu wa Mkoa kujionea huduma zetu, na tunawakaribisha sana, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kweli kwenye jambo hilo lisisitiza la reli za mjini, sisi TRC tutahakikisha kwamba reli hizo zinajengwa, na kwenye kutoa huduma sisi TRC tutaendelea kuboresha reli zetu na huduma zetu ili kila mwananchi aweze kupata huduma yake kwa ubora na kwa matamanio yake anayoyategemea.